Bwana Yesu asifiwe. Mpendwa mtazamaji wa chaneli yetu ya Yoshi Testimony TV, yaani ushuhuda wa Yesu Kristo kupitia neno takatifu la Biblia. Siku nyingine tena Mungu anatupa neema ya kuendelea kujifunza neno la Biblia kupitia kwenye kitabu cha Yohana sura ya 5. Tulishia mstari wa 38, leo tutazia mstari wa 39 mpaka 47, na kwa neema ya Mungu tutakuwa tumemaliza sura ya 5, tutaanza sura ya 6. Kichwa changu cha somo nimekipa jina hili kwamba kujua maandiko ya pasa kukuelekeze kwa Kristo. Ni habari hizi za Wayahudi ambao walikuwa wanaendelea kuwa na mjadala na Yesu. Yesu ameishawaambia mambo mengi kudhibitisha na kuonyesha ushuhuda kwamba Yesu ni mwana wa Mungu, na hapa sasa Yesu anaendelea kuambia maneno haya kwamba nyie mnajua maandiko mengi, mnafahamu vitu vingi, mnafahamu Torati, mnafahamu historia, mnafahamu manabii mbalimbali waliokuwepo, lakini kwa nini mnashindwa kutambua na kufahamu kuwa mimi ni mwana wa Mungu? Ndipo sasa Yesu anawaambia hayo maneno. Mstari wa 39 Biblia inasema hivi: mnachunguza maandiko kwa sababu mnadhani kuwa ndani yake ninyi mna uzima milele, na maandiko hayo ndiyo yanayonishuhudia. Sasa nawaambia maneno haya, mnachunguza maandiko mengi kuzani kuna uzima ndani yenu, lakini mnashindwa kujua kwa nini kwamba ndani hayo maandiko ndipo kuna ushuhuda wangu. Mstari wa 40 anaendelea kusema, wala hamtaki kuja kwangu mpate kuwa na uzima. Yesu anaanza kwa kuwashangaa, kwa nini mnapoteza muda mwingi kuchunguza maandiko lakini hamji kwangu mpate kuwa na uzima? Mstari wa 41, mimi siupokei utukufu kwa wanadamu. Na 2, lakini nimewajua ninyi ya kuwa hamna upendo wa Mungu ndani yenu. Mimi nimekuja kwa jina la Baba yangu, wala ninyi hamnipokei. Mwingine akija kwa jina lake mwenyewe, mnampokea huyo. Mnawezaje kuamini ninyi mnaopokeana utukufu ninyi kwa ninyi, na utukufu ule unatoka kwa Mungu aliye wa pekee hamfuati? Sidhani ya kuwa mimi nitawashtaki kwa Baba. Yuko anayewashtaki, ndiye Musa mnayemtumaini ninyi. Kwa maana kama mngalimwamini Musa, mngeniamini mimi, kwa sababu yeye aliandika habari zangu. Lakini msipoamini maandiko yake, mtayaamini maneno yangu vipi? Sasa hii ndio habari ambayo Yesu anawaambia. Changu cha somo nimekipa kwamba kuyajua maandiko napasa kwenda sambamba na kumjua Kristo. Hawa Wayahudi walijua kabisa habari za Torati, habari za Musa, historia zote za wana Israeli, manabii mbalimbali waliopita Wayahudi, wakina Yeremia, wakina Isaya, manabii wadogo, Yoeli, Hosea. Walijua habari zote kuhusu Agano la Kale. Ilikuwa ngumu kwao kuamini kuhusu Yesu Kristo. Kama leo hivi ambavyo watu wengi wanajua vitabu vya dini, wameweza kusema wanakalili maandiko mengi, wamekalili vitabu mbalimbali vya historia, vya sakramenti, vitabu vya dini fulani unavyojua na kuifahamu. Umekalili mambo mengi ambayo unasema wewe unaijua dini kweli kweli, lakini kumkubali Yesu na kumpokea Yesu inakuwa changamoto kwako. Hili somo linakuhusu. Yesu akaanza kuwauliza, kwa nini mnafahamu maandiko lakini inakuwa ngumu kuamini mimi wakati mimi ndiye mwenye uzima? Atufundisha nini? Atufundisha kwamba hakuna kitabu chochote, hakuna maandiko yoyote, hakuna historia yoyote, hakuna kitu chochote ambacho unaweza kukifanya chini ya mbingu kitakachokupa uzima. Uzima wa pekee unapatikana kwa Yesu. Yesu amesema kitabu cha Yohana 14, mimi ndimi njia na kweli na uzima. Mtu hawezi kuja kwa Baba pasipokuwa na mimi.
Watu wengi wamepoteza muda kutafuta njia mbalimbali za kuweza kusaidika katika maisha yao, ya kuwa na uzima wa roho yao, ili wachawi wasiweze kukuloga. Unaambiwa fanya hivi, fanya vile, fanya vile, imba nyimbo fulani, imba vitu fulani, kalili vitu fulani. Hofu ya mashaka imekukamata, ndio maana unafanya vitu fulani. Labda unasema niguse vitu fulani vya kibinadamu, au ni muamini mtumishi fulani ili aweze kukusaidia kwenye shida. Yesu anasema kabisa mstari huu 41, mimi sipokee utukufu wa wanadamu. Watu wengi wanapokea utukufu wa wanadamu, watu wengi wanawaheshimu wanadamu, lakini hawamheshimu Mungu. Sasa kwa nini watu ni hivyo? Kwa nini watu wanapenda mambo ya dunia na wanapenda watu wanaoonekana kibinadamu, lakini hawamtaki Mungu? Mstari 42 unajibu swali hilo. Nasema, lakini nimewajua ninyi ya kuwa hamna upendo wa Mungu ndani yenu. Bwana Yesu asifiwe. Ndicho ambacho kilitokea kitabu kile cha Luka 24. Yesu alikuwa na wanafunzi wake, amekaa nao, amewaambia mambo mengi mazuri na mengi ya kuatia moyo kwamba mimi nitapigwa, nitauliwa, nitakufa, siku ya tatu nitafufuka, na baada ya kufufuka nitakuja, nitatembea, nitakaa pamoja nanyi. Lakini wale watu, akiwepo hata Yohana mwenyewe, alizidiwa na changamoto na hofu na za maisha, akarudi kwenda kuvua. Na Yesu aliwaambia msitoke Yerusalemu, kaeni hapa hapa mpaka atakapopokea nguvu. Lakini kuna wengine wakarudi kwenye mambo yao. Yesu baada ya kufufuka siku ya tatu anaonekana akitembea katika kile kijiji. Anaenda na mara kukutana na vijana wengine, wanafunzi wake mmoja wapo, wawili watatu. Wanamwambia, waanza kupiga story, bwana huyu jamaa ametekwa, amepigwa, ameuliwa, amepotea. Na Yesu anaambia, unamfahamu huyo mtu? Anaambia, ndio tunamfahamu, alikuwa anajiita Kristo. Tayari huyu amekufa, hayupo tena. Yesu aliwakemea. Mstari 24, Luka 24 mstari wa 24. Na wengine waliokuwa pamoja nasi walikwenda kaburini, wakaona vivyo hivyo wale wanawake walivyosema, ila yeye hawakumuona. Yesu akawaambia, enyi msiofahamu, wenye mioyo mizito ya kuamini yote unayoyasema na manabii, je, haikupasa Kristo kupata mateso haya na kuingia katika utukufu wake? Akaanza kutokea Musa na manabii wote, akawaeleza katika maandiko yote mambo yaliyomhusu yeye mwenyewe. Wakaribia katika kile kijiji alichokuwa akienda, naye alifanya kama anavyoenda mbele yao. Yesu ikabidi aanze kuwakumbusha habari kwamba nyie sikilizeni. Kwa nini wagumu wa mioyo yenu kuelewa? Mbona Musa mlimsikia? Mbona manabii mliwasikia? Waliambia kwamba kuna Kristo atakuja, Masihi, ambaye atakaa duniani, atapigwa, atakufa. Mnashindaje nyie kuelewa? Kwa nini nyie ni wagumu mioyo yenu kumkubali Yesu? Kwa nini mnasahau? Kwa nini hamtendei kazi? Yesu akawaambia, lakini najua ninyi hamna upendo wa kweli ndani yenu. Kama kuna upendo wa kweli ndani yenu, ungekuwa makini kufungua moyo na kuweza kusikia maagizo nao hapa. Niliwaambia kwamba mimi nitakufa, nitafufuka. Kwa nini hamjasikia? Lakini angalieni, hata Musa na manabii walisema neno, kwa nini hamkusikia na mkuweka? Yesu asema, kwa sababu hamna upendo ndani yenu. Tunajifunza nini kwenye somo hili? Ili Biblia na maandiko yaweze kuwa na nafasi na uweze kutendea kazi ndani yako na kuweza kumtambulisha Kristo ndani yako, lazima upendo wa Mungu uingie ndani yako. Ndio maana watu wengi wako busy kuangalia mambo ya kidunia, kuangalia Facebook, kuangalia Insta, kuangalia mambo ya kidunia, mnapoteza muda mrefu, lakini unasahau kuweka muda mambo ya Mungu. Wale wanafunzi wa Yesu wamekupa habari yake story hiyo. Inawezekana akili ilikopo bado kwenye chakula. Yesu kiondoka tutapata hapo chakula. Yesu kiondoka tutafanyaje? Ndio maana baada ya Yesu kufa tu wakatawanyika. Mpaka Yesu akaja kuwa mkali, akasema, nyie mbona ni wajinga, hamwezi kukumbuka mambo haya? Hivyo leo
Yesu anawaambia pia hawa, kwa sababu upendo wa Mungu hauko ndani yenu. Watu ndani ya moyo wameweka vitu vya kidunia. Kitabu cha Zaburi 119, Daudi anaandika mstari pale wa 19, moyoni mwangu nimeliweka neno lako, sije kukutenda dhambi. Kwa nini moyoni mwangu nimeliweka neno lako, sije kukutenda dhambi? Kwa sababu ndani ya moyo kama umeliweka neno la Mungu, upendo wa Mungu utatawala ndani yako. Na mpaka uweze kuweka neno la Mungu ndani yako, lazima uwe umeipa nafasi neno la Mungu. Bila kuipa nafasi neno la Mungu na kutaka kufanya mabadiliko, haitakuwa na sababu ya kufanya mabadiliko ndani yako. Utabakia kuchunguza tu maneno na ukidhani ndani yako una uzima, lakini hauna uzima milele. Utakuwa unasoma Biblia kwa ajili ya ushindani. Kuna watu ambao wanasoma Biblia kwa ajili ya kushindana tu. Wanasoma Biblia kwa ajili tu ya kutafuta tu neno la kuweza kujibishana na watu au kuweza kuweka status kwenye mitandao yao. Lakini hawana upendo wa Kristo kwa ajili ya kufungua moyo na kuruhusu neno la Mungu liweze kubadilisha maisha yao. Yesu anaendelea kwamba mimi nimekuja kwa jina la Baba yangu, wala ninyi hampokei. Mstari wa 3, mimi nimekuja kwa jina la Baba yangu, wala ninyi hamnipokei. Mwingine akija kwa jina lake mwenyewe mnampokea huyo. Mnawezaje kuamini ninyi mnaopokea utukufu ninyi kwa ninyi, na utukufu ule utokao kwa Mungu aliyejua pekee umfuati? Yesu anaendelea kusema, nyie kwa nini mnamwamini Musa? Kwa nini uliamini manabii wengine? Kwa nini uliamini Torati? Lakini mimi Mungu mwenyewe, mwana wa Mungu mwenyewe ambaye nilitabiriwa nimekuja, mnipokei. Na hapo ndipo shida ya wanadamu wengi tulionao siku ya leo. Tunawaamini watumishi wa Mungu, ambao sio vibaya kuamini watumishi wa Mungu, ni vizuri, lakini tunaenda mbali zaidi kuamini zaidi kuliko kumwamini Mungu mwenyewe. Nimewahi kusema kwa moja ya masomo yangu nyuma, watu wengi wanaamini kinachoonekana, lakini wanasahau kuamini chanzo. Yaani ni sawa unaamini maziwa, lakini unashindwa kuamini ng'ombe anayetoa maziwa. Unasema ng'ombe sikutaki. Mimi sikutaki ng'ombe kabisa, wala sitaki nione ng'ombe. Ng'ombe ni nini? Lakini maziwa yake nataka. Lazima uamini chanzo. Hivyo Yesu anawakemea, kwa nini namwamini mwanadamu mnayemuona anashindwa kuniamini mimi ambaye nimejaa utukufu wa Mungu? Mungu atusaidie ili kuweza kuyafanyia kazi maandiko matakatifu. Lazima tumruhusu Kristo. Watu wengi duniani wanapenda sana habari za watu, lakini hawapendi neno. Mtu anayehubiri neno la Mungu kweli hawapendi. Wanapenda story. Kanisani wanapenda kusikia story na vituko, lakini kusikia neno la Mungu la halisi hawapendi. Ndiyo sababu Yesu anaendelea kuambia maneno haya 45. Sidhani kwamba mimi nitawashtaki kwa Baba, yuko anayewashtaki, ndiyo Musa mnayemtumaini ninyi. Kwa maana kama mngali muamini Musa, mngali niamini mimi, kwa sababu yeye aliandika habari zangu. Yesu anaendelea kuambia maneno haya, kama mnaweza kumwamini Musa ambaye aliandika habari zangu, kwa nini unashindwa kuniamini na mimi? Na watu wengi ndio hivyo. Wanapenda kuamini vinavyoonekana, lakini hawataka kumwamini Yesu Kristo ambaye yuko hai. Na ndio sababu tunatengeneza Wakristo wengi ambao wanakuwa tegemezi. Wakristo ambao hawawezi kujisimamia. Wakristo wanategemea tu maombi ya mchungaji. Wanategemea msaada wa mtu wa mwanadamu. Hawataki kujisimamia na kupata msaada wa Yesu Kristo mwenyewe. Msaada wa Mungu mwenyewe aliye hai, hawataki msaada wake. Leo kwa maneno haya nataka nikukumbushe, lazima ukubaliane na Yesu Kristo. Lazima ukubaliane na neno la Kristo, na uliruhusu liweze kufanya badiliko ndani yako, na Yesu Kristo akusaidie akufanye kiumbe kipya na kubadilisha. Bwana Yesu asifiwe. Somo jingine, Biblia bila kuwa na uhusiano binafsi na Yesu ni bure. Ndio maana akaanza kusema kwamba unapapasa maandiko lakini hamtaki uzima.
Ndugu yangu, mstari wa 47 pia anasema, lakini msipoamini maandiko yake, mtaamini maneno yangu vipi? Ina maana Biblia bila kuwa na uhusiano wa Yesu Kristo ni bure. Kama huamini neno la Mungu, hata kumwamini Yesu hutaweza. Na kama unasema unaamini neno la Mungu, lakini unaliamini kama ni story na hadithi fulani, haitafanya badiliko lolote ndani yako. Kumbuka kitabu cha Yohana inachosema, Yohana sura ya 1 mstari wa 1, hapo mwanzo kuwa na neno, naye neno alikuwa kwa Mungu, naye neno alikuwa Mungu. Huyo mwanzo alikuwa kwa Mungu. Vyote vilifanyika kwa huyo, wala pasipo yeye hakifanyika kitu chochote. Ndani yake ndimo kuwa na uzima, na uzima ulikuwa nuru ya watu. Neno hilo ndio linakuja kuwa uzima, na uzima nakuja kuwa nuru ya watu. Hivyo ndugu yangu, kama unachukulia Biblia tu kawaida kama kitabu cha historia fulani, lakini hauna uhusiano na Yesu, maana yake ni nini? Kama hujaokoka na kumpokea Yesu Kristo kufanya badiliko ndani yako na kuruhusu afanye badiliko katika akili zako na kukupa maarifa ya kimbingu, hata kama utasoma Biblia utakuwa unasoma kama vitabu vingine, lakini haitafanya badiliko lolote ndani yako. Paulo anamwandikia Timotheo, some mstari ule. Paulo anamwandikia Timotheo wa 2:3 kuanzia mstari wa 13 tasoma 14. Anasema, bali wewe ukae katika mambo yale kufundisha na kuhakikishwa, kwa kuwa unajua ni akina nani ambaye alijifunza kwao. Mstari unaofuata asema, kwa kuwa tangu utoto umeyajua maandiko matakatifu, ambayo yaweza kukuheshimisha hata upate wokovu kwa imani iliyo katika Kristo Yesu. Tangu utoto umejua maandiko matakatifu ambayo yamekuheshimisha, na kupitia hayo unaweza kupata wokovu katika Kristo Yesu. Lakini watu wengine usipojua hiyo, unaweza usibadilishwe na neno la Kristo, kwa sababu hujaruhusu neno la Kristo lifanye badiliko. Hujaruhusu na kufahamu kwamba neno la Kristo alisoma ni Mungu mwenyewe, na ni Yesu mwenyewe, mwana wa Mungu ambaye yupo katika neno, na huyo neno ndio anayefanya badilisho na kuleta wokovu, kama Paulo alimwandikia Timotheo. Ndio maana mstari unaofuata anasema hivi, kila andiko lenye pumzi la Mungu lafaa kwa mafundisho, na kwa kuwaonya watu makosa yao, na kwa kuwaongoza na kuadibisha katika hekima, ili mtu wa Mungu awe kamili, amekamilishwa, apate kutenda kila tendo jema. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo kujua maandiko pekee haitoshi, lakini kunapaswa kutuelekeza kwa Kristo, kuleta uhai ndani yako. Maana kila neno la Mungu linaleta pumzi, linatakuwa lilifae ndani yako, linatakuwa lilete mafundisho, lilete badiliko, lilete mwanzo mpya, likukosoe makosa yako, likuongoze katika njia inayopasa, likubadilishe na kukupeleka katika haki kweli, ili uwe mtu kamili, ili ukamilishwe, ili upate na kutenda kila tendo jema. Kwa hiyo hawa watu walikuwa wanasoma maandiko, wanasema tunajua Torati, tunajua Agano la Kale, tunajua historia na Israeli, lakini badiliko la kweli halikuonekana. Ndio maana Yesu akamwambia, ninyi siwaelewi. Kwa nini mnakosa kuwa na uzima? Kwa nini mnipokee uzima? Kwa sababu Yesu ategemea baada ya miujiza ile, baada ya ushuhuda ule, matendo makuu, wangesimama pamoja kumshangilia Kristo, kusema hakika Mungu anafanya kazi pamoja na wewe Yesu. Lakini akashangaa wanapishana naye, wanagombana naye, na wanamshambulia na wanataka kumuua. Kwa nini eti anajiita mwana wa Mungu? Hiyo inatufundisha nini? Inatufundisha kufahamu maandiko peke yake haitoshi, lakini natakiwa tumpende Bwana Mungu wetu kwa moyo wake wote. Turuhusu pendo la Mungu liingie ndani yetu, limiminike kupitia Yesu Kristo. Turuhusu utatu wa Yesu Kristo, Mungu Baba, Mungu Mwana na Mungu Roho Mtakatifu afanye ushirika ndani ya maisha yetu. Na baada ya kuruhusu hiyo, inasema Biblia kwamba tutabadilishwa. Utakuwa mtu wa tofauti. Kuna jambo utazaliwa ndani yako, kuna ushuhuda utazaliwa ndani yako, na Mungu akusaidie, na Mungu akutie nguvu, na Mungu akupe neema
Usiwe unachunguza maandiko. Usisome Biblia kama unatafuta kukosoa. Biblia ni neno kamili lenye pumzi la Mungu. Usiwe tu na sababu unataka hebu nione kuna nini. Hapana, usome kwa adabu na kwa staa zote, ukijua hakika ni neno la Mungu linalobadilisha, linatufanya kuwa hai na kufanya kuwa mtakatifu, lina uzima, maana ni Yesu mwenyewe ndani ya mtu. Bwana Yesu asifiwe. Hivyo utakapolisoma neno la Kristo, nataka leo ubadilike. Usiwe kama wale wapendwa ambao walimsikia Yesu, lakini Yesu baada ya kufa kufufuka wakasahau kwamba ndiye Yesu Kristo mwenyewe. Wakaanza kuleta stori nyingine ambazo hazipo, mpaka Yesu akawakaripia, akawa mkali juu yao. Nyie mmepata habari wapi? Mbona habari za Yesu zilinena tangu na manabii? Na mbona Yesu alikuja kushuhudia? Kwa nini mnashindwa kukubali kwamba mimi ndiye? Haleluya! Kubali leo kwamba mimi ndio mwana wa Mungu niliyetumwa. Mimi ndio ambaye nilisema nipo, ambaye nipo, sitakufa, nitaishi, niko tena, niko hai. Nikubali. Wale watu wakastaajabu kujua ndiyo Yesu, lakini walisahau kwa sababu moyo wao hawakufungua kumpokea. Leo nakusii kama mstari 42 inavyosema, lakini nimewajua ninyi ya kuwa hamna upendo wa Mungu ndani yenu. Changamoto kubwa la kutokufahamu maandiko, ya kutokufungua Yesu ndani ya moyo wako na Yesu kuruhusu afanye mabadiliko, ni kwa sababu ya upendo. Na Biblia iko wazi kwa maana jinsi Mungu alipenda ulimwengu hata akamtoa mwana pekee, kila muamini asipotee bali awe na uzima milele. Anachotaka wewe ufungue moyo wako, umpokee, aingie ndani mwako, akubadilishe, akufanye mwana wake. Hivyo nakusii, pokea Yesu Kristo leo. Na kama umempokea Yesu Kristo, ruhusu neno la Kristo libadilishe maisha yako. Kama uko tayari, fuatisha maneno haya. Yesu aingie ndani mwako, pendo wa Kristo aingie ndani mwako, akubadilisha, akufanye mwana wake. Tuombe. Bwana, asante kwa neema yako na neno lako tufia siku ya leo, kwamba tusiwe wachunguzaji wa maandiko tu, bali tu watendaji, na turuhusu pendo la Kristo liingie ndani yetu litubadilishe. Wanao tutosikia neno hili Bwana, kama kuna mtu hajaokoka, naomba muokoe, mbadilishe. Baba, atafuatisha maneno haya, pendo lako likaingia ndani mwako, katika jina la Yesu Kristo. Kama hujaokoka, fuatisha maneno haya, sema asante Yesu kwa pendo lako kubwa. Siku ya leo nafungua moyo wangu, uingie ndani yangu, unifanye mwanao. Pendo lako liingie ndani yangu, unibadilishe. Tangu sasa nimeokoka, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareth. Amen. Mungu akubariki. Asante.